Allé parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a donné l'autorisation sous la houlette du gouvernement, sur instruction du président de la République, son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, m'a donné une autorisation spéciale pour aller en Tanzanie, notamment à Kigoma, où il y avait un forum sous-régional sur le commerce et les affaires. C'est tenu à Kigoma il y a environ 10 jours. Ce forum a ramené les gouverneurs de la sous-région, les hommes et les femmes d'affaires de la sous-région pour aller essayer de voir comment réguler le commerce afin que nous puissions en profiter. Les personnes qui gèrent le lac Tanganyika puissent profiter des activités commerciales, puissent générer de l'argent. Donc j'ai continué le séjour à Dar es Salaam. En bref, il y a ceci, nous avons simplement constaté à l'issue de toutes ces sessions de travail à Dar es Salaam et à Kigoma que nous sommes en train de perdre 20 millions de dollars américains chaque mois. C'est-à-dire la province du Sud qui est en train de perdre 20 millions de dollars américains chaque mois. Tout simplement parce que nos hommes et nos femmes d'affaires ne sont pas en contact avec les vendeurs, avec les grands commerçants, avec les grandes entreprises internationales. Et lorsque, par exemple, quelqu'un doit acheter 10 conteneurs de poissons Serengeti qui sont vendus, consommés ici à Uvira, il doit passer par un intermédiaire rwandais ou un intermédiaire burundais. C'est lui qui va, mais le Congo n'est pas sur la liste des acheteurs, alors que tout passe ici. Donc nous perdons énormément, alors que tout finit. Donc on dit destination finale le Rwanda, destination finale le Congo, alors que c'est les produits qui viennent ici. Pareil pour le pétrole, pareil pour les biens de consommation, pareil pour les biens de construction. Donc ça nous fait perdre énormément d'argent. Et puis après, il y a aussi un autre problème, c'est le non-paiement des taxes. Lorsque la marchandise est déjà déclarée au port de Dar es Salaam ou de Kigoma, pour venir à Uvira, à Kalemi ou à Goma, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe un mécanisme qui fait que les papiers qui sont remis par la DPMR de la Tanzanie, on appelle ça Tanzanian Revenue Authority, TRA, quand on a déjà donné les papiers, et bien au milieu de la route, entre Kigoma, Dar es Salaam et Uvira, et bien au milieu de la route, il y a falsification des papiers. On diminue les quantités et la province perd beaucoup d'argent, 20 millions de dollars américains. Voilà pourquoi nous avons pris une décision ferme, c'était une décision du Conseil des ministres, de plusieurs conseils des ministres, et désormais la taxe provinciale sera prise au point de départ des marchandises, c'est-à-dire à Dar es Salaam, à Kigoma. Donc là, avant que la marchandise ne soit autorisée à quitter, à venir ici, elle paye, donc la marchandise paye d'abord. Donc on perçoit la taxe provinciale sur place. Hamjambo mtazamaji wa televisheni la Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine. Kila leo tunapotoa habari zetu uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila kuponda muda, tukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, kuna nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, ambayo unaweza kutuandikia moja kwa moja, tutakwenda kujibu. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ya tariki 24 Aprili mwaka 2026. Habari zetu za moto kabisa, ambapo tutaweza kuzungumzia zaidi ya wakimbizi 417 wa Kongomani ambao waliokuwa kimbilia kwenye eneo ya nchi ya Burundi, ambao waliweza kurejeshwa kabisa hiyo jana tariki 23 katika mji na tarafa letu la Uvira, baada ya majadiliano makubwa kabisa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi pamoja na viongozi wa ASER nchini Burundi. Na pia tutaweza kuzungumzia kabisa kuwasili kwa gavana wa jimbo la Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, ambaye aliweza kupokelewa kwenye boda pale maeneo ya Kavimvira. Tutaweza kujua mengi kabisa kuhusu yale ambayo aliyozungumza na waandishi wa habari baada tu ya kuwasili pale kwenye boda ya pale Kavimvira. Na pia tutazungumzia kuhusu usalama ambao umeanza kuimarishwa huko katika Nord Kivu, hasa huko kwenye eneo la Beni, ambapo mkuu kiongozi wa Beni ametangaza kuwa vyombo vya mamlaka vinaendelea kufanya liwezekanalo kabisa ili kurejesha hali ya usalama katika
maeneo hayo. Haya na mengine kabisa tuweze kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Tuanze na habari zetu moja kwa moja za kurejeshwa kwa wakimbizi katika mji na tarafa letu la Uvira. Baada tu ya waasi wa M23 kuweza kuwasili katika eneo la Kamanyola, eneo la Luvunge, wakifika hapa mjini Uvira, baadhi ya raia wengi waliweza kutoka Uvira na kuweza kujielekeza nchini Burundi, ambapo waliweza kuwekwa kwenye kambi ya mpito, na baada ya muda mchache waliweza kusafirishwa kwenye kambi inayopatikana huko maeneo ya Ruyigi. Wakaazi wa eneo hilo waliweza kutaja kuwa hawakuridhishwa na hali walioipitia ya maisha huko maeneo ya Ruyigi baada tu ya kuweza kutoka nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hawa walitaja kuwa maisha walioyapitia, wengi wao walipoteza maisha kupitia magonjwa, pia kupitia hali ya usalama ambayo inayokizi maisha zao maeneo ya huko Ruyigi. Kulikuwa na mgogoro wa kivita ambao ulisababisha raia wengi kukaa kimasomaso na kutaja kuwa ni vema waweze kurudi katika nchi yao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha kuwa wako katika hali ya ukimbizi. Kulikuwa na mikataba pia mazungumzo ya serikali ya Kinshasa pamoja na nchi ya Burundi ambayo iliyofanyika muda wa siku kadhaa, ikiomba kabisa ili kuweza kuanzishwa rasmi wakariri wakimbizi hao na kuweza kuwarudisha katika maisha yao ya kawaida katika nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Burundi na serikali ya Kinshasa imekubaliana kwa pamoja kiungana na HCR ili kuangalia namna gani mbinu ya kuanzisha mchakato wa kurudisha wakimbizi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tariki 23 mwezi wa 4 mwaka 2026, kundi la kwanza kabisa la kupokelewa kwenye mpaka wa Kavimvira, raia wao wengi wakijaa furaha kuweza kurudishwa katika nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari ambazo tulizozipata zataja kwa ni takriban wakimbizi 417 wa Kongomani ambao waliweza kupokelewa kwenye mpaka wa Kavimvira, naye gavana wa jimbo la Sud Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi. Hawa waliweza kukaribishwa katika nchi yao na kuomba kuanzishwa kabisa tena maisha yao ya kawaida katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kupokelewa kwenye boda pale Kavimvira, msafara wao uliweza kusafirishwa moja kwa moja mpaka kwenye kambi ya mapumziko ya wakimbizi ambayo inayopatikana maeneo ya Kavimvira katika lugha ya Kimombo, Centre de Transit, ambayo inayopatikana maeneo ya Kavimvira, ambapo watapata nafasi ya kukariniwa na kuweza kupokelewa ili waanze kurudishwa manyumbani kwao kwa hiari, huku raia wengi wakiwa na furaha, pia shamra na changamoto ambao walijaa kwenye barabara nambari 5 wakija kupokea ndugu zao ambao waliokuwa katika nchi ya Burundi. Hapa wakitaja kuwa wameshukuru serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jitihada kubwa ambazo walizozifanya ili kuangalia namna gani ya kuanzisha kurudisha wakimbizi kwa hiari kutoka Burundi na kuwarejesha nchini Kongo ya Kidemokrasia. Uvira kulikuwa na vikao vingi ambavyo vilifanyika kutoka mashirika za kiraia wakiomba kabisa kila leo serikali kufanya liwezekanalo ili kuweza kuwarejesha wakimbizi hao ambao waliweza kuteseka muda mrefu katika nchi ya Burundi. Na kwa sasa mashirika hizo bado kuzungumza jambo lolote, licha kuwa tunashuhudia kwenye mitandao na kuweza kuonesha kuwa tayari kuna baadhi ya wengi ambao waliweza kuwasili hapa mjini Uvira, kutokana na kauli ambayo iliyotolewa na gavana wa jimbo la Sud Kivu ambaye aliweza kutaja kuwa anashukuru serikali ya Burundi pia HCR ambayo umeungana kwa pamoja na kuweza kuchukua Kongomani na kuwaweka nafasi iliyokuwa sahihi kwa kuwalindia usalama wao. Ameomba ile ushirikiano uendelee kwa sababu nchi ya Burundi na nchi ya Kongo wanatumika kwa pamoja. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa, unaweza kujiabone kwa channel yetu ili uendelee kunufaika na habari zetu moto kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini kabisa, mtazamaji wetu, unaweza kutuandikia moja kwa moja, tutakwenda
kukujibu. Baada ya siku kadhaa, gavana wa jimbo la Sud Kivu alikuwa hayupo kabisa katika mji la tarafa letu la Uvira. Aliweza kusafiri kutoka Uvira na kwenda kwenye kongamano la vikao ambavyo vilivyopatikana huko maeneo ya Kananga. Tukinukulu katika kuwasili kwake mjini Uvira, aliweza kupokelewa na wanajeshi, pia aliweza kupokelewa na baadhi ya wazalendo pamoja na vyombo vya dola katika mji wa Uvira kwenye boda la Kavimvira. Baada tu ya kuwasili, alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na vyombo vya habari. Mamlaka ya mkoa imetangaza kusitishwa kwa kikao cha kudumu cha mashauri kwa ajili ya usimamizi wa mgogoro wa usalama katika mkoa wa Sud Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tukitaja kuwa tangazo hilo liliweza kutolewa Alhamisi baada tu ya kuwasili Uvira kutoka safari ya kikazi iliyompelekea Bandundu, Kinshasa na nchini Tanzania, kwa mujibu wa vyanzo vyetu. Gavana wa jimbo la Sud Kivu alitaja kuwa tunataka kukaa kwa pamoja, ndio maana kuanzia hii siku ya 5 tutaita kikao cha kudumu cha mashauriano kwa ajili ya kusimamia mgogoro wa usalama ambao unaofanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ofisi ya bunge la mkoa, serikali ya mkoa pamoja na viongozi wa nchi, wa taasisi, wajumbe pamoja tutajibika kwa pamoja, kukaa kwa pamoja ili kumaliza tofauti zetu na kuanza kuzungumza kwa pamoja namna ya kusonga mbele, kwa sababu hatuna nafasi ya kufanyia makosa. Kila kosa linaweza kunufaisha adui ambaye yuko umbali wa kilomita 15 juu yetu milimani na kilomita 13 kwenye barabara nambari 5. Asema hivyo gavana wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi. Aliongeza kuwa nimesikia pia kuwa kuna hoja kuniondoa madarakani ama motion de censure zidi yangu, jambo ambalo ni la kawaida. Alizungumza hivyo katika utawala, lakini makosa ni migawanyiko miongoni mwetu inaweza kufanya kabisa mlango kwa adui kuelekea katika mji wa Uvira kusini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo maana ni lazima kabisa tuepuke hali hiyo, kwa sababu AFC M23 inayoungwa mkono na Rwanda inaandaa mikakati ya kuwajibika kudhibiti Uvira. Tunapaswa kabisa kuwa waangalifu sana. Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Azungumza hivyo gavana wa jimbo la Sud Kivu. Kiongozi huyo wa mkoa wa Sud Kivu pia alibainisha kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Chilombo aliokutanisha magavana wote 26 wa mikoa yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuimarisha udhibiti wa taasisi za serikali, hali ambayo inabanika kuwa serikali ya mkoa wa bunge la mkoa lazima zifanye kazi kwa ushirikiano ili kuepuka migogoro, hasa katika maeneo yetu kama Uvira na nafasi zingine. Aiza gavana Purusi Sadiki alieleza kuwa katika mkutano uliofanyika Bandundu, magavana wote pamoja na wajumbe wa serikali kuu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uongozi wa rais, walijibika namna gani kabisa wanaweza kuimarisha sekta za kilimo, ufugaji pamoja uvuvi ili zipate uzito zaidi kuliko utegemeaji wa madini katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapokea hivi karibuni pembejeo na mashine za kilimo. Aliweza kuzungumza kuwa zitakuja kuwasili kabisa hapa mjini Uvira ili kuweza kuangalia namna gani ya kuongeza namna gani ya kilimo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Uvira. Kutangaza kuwa trekta zinazokuwa kabisa zitakuja kufanya kazi ya kilimo zimeshawasili pale Beni, na kuangalia namna gani ya kuweza kusafirisha kuelekea Manyema ili ziweze kuwasili hapa mjini Uvira. Aliweza kueleza gavana huyo wa jimbo la Sud Kivu. Pia alitaja kuwa pembeji za mazao ama mbegu za mazao
ambazo tayari zimesha kuwasili katika eneo la Uvira na ambazo tayari zimeanza kugawiwa huko maeneo ya Kagando. Aliweza kueleza kuwa ni namna gani ya njia moja ya kuongeza kabisa swala la kilimo na kuanza kuproduce vitu ambavyo chakula ambacho wenyewe tumeanza kuitumia. Baada ya safari zake Bandundu na Kinshasa, gavana huyo pia aliweza kushiriki kwa endini ya wizara wa biashara ya nje Julien Paluka Ongea katika jukwaa la kikanda kuhusu biashara na uwekezaji iliyofanyika Kigoma, Tanzania. Lengo ilikuwa ni kujadili namna ya kuratibu biashara ili nchi zote zinazozungukwa ziwa Tanganyika ziweze kunufaika na shughuli za kiuchumi zinazofuatia katika eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia gavana huyo aliomba kabisa ushirikiano kwa pamoja ili kuendelesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho kabisa wa kuweza kumnukulu. Na kwa kumaliza kabisa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tumalize na habari za huko Nord Kivu. Licha ya urefu wa usiku, jua hatimaye huchomoza. Amesema hivyo msimamizi wa kijeshi wa wilaya ya Lubero aliporejea huko maeneo ya Kipes. Mwaka mmoja baada tu ya kuondoka kwa lazima kwa mamlaka za misingi kufuatia kuingia kwa waasi wa M23, amefanya zoezi la kumrejesha mwakilishi wa gavana. Hatua hiyo ambayo kabisa imeleta furaha pia na imeleta takriban baadhi ya mashirika pia serikali ya mkoa kuanzisha kazi katika eneo hilo. Licha ya changamoto zinazoendelea kuwepo, viongozi wametoa wito kuweza kutumika kwa moja pia kwa ushirikiano pamoja na raia ili kudumisha amani ya kudumu mashariki na maeneo lote kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imeandaliwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata.